Wakati jeshi la polisi nchini Tanzania likitangaza kuwashikilia watu kadhaa wanaotuhumiwa kutoa matamko yenye kuhatarisha amani, vijana wa CCM ambao wamewahi kutoa matamshi yenye kuzua maswali mengi wako huru wanatembea mtaani. Mmojawapo ni Faris Burhani, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kagera. Miezi kadhaa iliyopita, akihutubia hadhara, Burhani alitoa matamshi yenye kuashiria kuwa anawajua au yeye pia ni sehemu ya wale wanaoitwa watu wasiojulikana ambao wameshawapoteza watu wengi nchini Tanzania. Akihojiwa katika kipindi cha Medani Kuu cha Star TV, Burhani aliulizwa kuhusu kauli yake hiyo na mwana UVCCM huyo hali yake ilikuwa hivi katika kutafuta majibu. Take a look. Kama kuna mtu anadhani anao uhuru wa kukaa mtandaoni na kisimu chake, bila shaka huyu mtu ni wewe. Huyu ni Faris Burhani. Ni wewe. Basi tunaweza tukamsikiliza. Anadhani anao uhuru wa kukaa mtandaoni na kisimu chake, anashinda asubuhi kutwa nzima anatukana viongozi. Jeshi la polisi, hawa tukiwapoteza msiwatafute hawa. Piga makofi kwa CCM. Bila shaka Faris, huyo mtu aliyekuwa anazungumza hapo ni wewe Faris Burhani. Kulingana na maelezo yako haya na kulingana na kauli yako hiyo ambayo umeitoa, bila shaka unajua walipo vijana wenzetu ambao walipotea na hawajulikani walipo mpaka sasa. Watu kama wakina Mdude Nyagali, wakina Soka na wengine ambao hawajulikani walipo mpaka sasa. Kwa kuwa uliwarai polisi kwamba wasiwatafute, bila shaka unafahamu waliko hawa watu. Wako wapi hawa vijana wenzetu walipotea? Mimi la kwanza niseme, hiki ulichokionyesha hapa, huyu ni mimi. Lakini kitu tunachoweza kusema, jambo lolote ndugu Odemba linatokea katika muktadha. Yaani tunapokuwa tunaliangalia jambo, lazima tuliangalie katika muktadha. Hilo jambo limetokea wapi? Lilianzaje? Liliishaje? Hiki ulichokionyesha ni kipande nadhani cha sekunde ambazo hazizidi 30. Lakini haya hayakuwa tu mazungumzo yangu peke yake. Manake kuna sehemu nilianzia, kuna sehemu nilipita, na kuna sehemu nilimalizia. Lakini hiki tu ndo kilichobebwa ambacho sasa ndicho unakijengea msingi wa kuonyesha kwamba pengine waliopotea sasa nitoe maelezo wako wapi. Mimi niseme tu Odemba, hiki kilichofanyika hapa katika muktadha tuliokuwa nao ni sawa na ule muktadha ambao unamkuta mzazi anamwambia mwanae, Odemba, usipofanya hiki takukata miguu. Usipofanya hiki takukata kichwa. Hivi kuna mzazi anayeweza kumkata mwanae kichwa? Dhamira yako ilikuwa ni nini kwenye hiyo kauli ya kwamba waliopotea jeshi la polisi wasihangaike kuwatafuta? Maana yake kivyo vyote vile mtakuwa nao. Kimsingi nimekueleza yalikuwa ni makanyo. Ilikuwa ulikuwa unawakanya watu gani? Wana CCM, kwa sababu haukuwa mkutano wa hadhara. Ulikuwa ni kikao cha ndani cha wana CCM. Hapa ukutaja wana CCM. Umesema vijana ambao wanawakesha mtandaoni wakiwatukana viongozi. Na ulienda mbali ukisema ya kwamba mnafahamu gharama ya kumpata kiongozi. Je, wewe unafahamu gharama za kumlea mtoto mpaka nafikia hatua hiyo? Hilo Odemba halipo katika muktadha huo. Na mimi niseme tu kwa sababu umekomaa nalo kwa muda mrefu sana. Ili halikuwa kwenye muktadha huo. Lakini mimi niseme tu kwamba tuishi katika maneno yanayosema tazama ya kale yamekuwa sasa yamekuwa mapya. Tugange yajayo, tujenge nchi yetu. Kama kuna namna yoyote ambavyo kauli hii, maneno haya yalimuudhi yoyote, tuyane radhi tu, kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya utekelezaji wa majukumu yangu, wala halikuwa na nia yoyote mbaya katika muktadha huu ambao ulikuwa unasema wewe. Hadi sasa vijana na watu wa rika mbalimbali wameshakamatwa na polisi kwa tuhuma za uchochezi, lakini uchochezi huo hauhusishi makada wa CCM ambao baadhi yao wamekuwa wakitoa matamko yenye kuzua sintofahamu kwenye jamii.